Wakulima wametoa malalamiko hayo kwenye mkutano wa hadhara wa kusikiliza na kutatua kero ulioitishwa na mkuu wa mkoa na kufanyika kijiji cha Ikanutwa. Sehemu kubwa usalama wa kijiji hiki kwa kweli kwa namna ya mifugo ni shida. Kijiji chetu cha Ikanutwa kimekuwa na changamoto kubwa sana juu ya mifugo. Hakuna mkulima ambaye amelima shamba lake akavuna kwa raha. Sehemu kubwa unyanyasaji umezidi. Wale wakulima wanaenda shambani wakifanya kazi wakitarajia kuvuna, lakini shida iliyopo wafugaji wakifika pale ni kama mazao yale ni ya kwao na shamba la kwao. Ukisema neno ni kupigwa. Hapa kijijini watu wengi wameshindwa kuvuna mazao yao, hata hali ya hewa kidogo ilikuwa ni ngumu, lakini kile kidogo wangefanikiwa kukitoa. Hivi mpaka ninavyosema kuna kesi zingine tulipeleka mahakamani, tumefeli zote. Kati ya kesi tulizopeleka mahakamani 9, 2 tu ndizo tulizofanikiwa kushinda. Lakini ya kuvunjwa miguu mpaka hivi ninavyosema haijafunguliwa mpaka saa hizi. Yupo bwana mdogo anaitwa Ernest Mjengwa alivunjwa mguu, yupo na hakuna kesi inayoendelea mpaka saa hizi. Kila ukienda anasema peleleza hujakamilika, toa hela 300 tukachole mchoro hujakamilika. Hiyo ndio hali halisi. Awali akitoa taarifa ya mifugo katika wilaya hiyo, mkuu wa wilaya Kanali Dennis Surumbu amesema changamoto ya mifugo kwa wilaya ya Mbarali ni kubwa, ipo katika vijiji vyote 102. Na changamoto hii imetokana na kutokusimamia vizuri sheria ya usimamizi wa mifugo. Kwa mujibu wa takwimu za wataalamu, wanasema eneo hili linatosheleza tu mifugo isiyozidi 62,000. Hivi tunavyozungumza tuna mifugo zaidi ya 3.5. Kwa hiyo kuna mifugo zaidi ya 200,000 inatakiwa kupunguzwa. Naye katibu tawala msaidizi anayeshughulikia masuala ya uwekezaji na uwezeshaji Bwana Saidi Madito ametoa maelekezo kwa wakulima, huku mkuu wa mkoa Dr. Homera akiwataka wafugaji kufika ofisini kwake. Wale wenzetu ambao wameumizwa, kwa mujibu wa sheria sasa hivi inatutaka ukafungue kesi mahakamani. Maana tuliishia kupata malalamiko kwamba mtu anasema nimepigwa. Tulipomuuliza OCD kwamba hao watu wamefungua, wengine walikuwa hawajafungua. Na ndio maana ilikuwa ni kazi ngumu sana kwa OCD kuendelea hatua ya mbele ya kuwapeleka kwenye mahakamani. Lakini hata hivyo, kwa wale wachache ambao walikuwa wamefungua, ule ushahidi ulikuwa ujitoshelezi, ndio maelezo ambayo tuliyapata kwa OCD. Kwa hiyo ilipelekea kuwepo na manunguniko kwamba yawezekana OCD ameshikwa mkono na wale watu 4. Na kwa maelezo yale ndio maana ilifikia stage wakaona wananchi kwamba hawana msaada kwa wafande OCD katika kulishughulikia hili. Serikali inapambana kuhakikisha kwamba tunatafuta maeneo mengine kwa ajili ya kuweka mifugo. Huo mpango tulianza nao, tulikuwa tumeandaa Chunya huko, tumeandaa na maeneo mengine, lakini tunaendelea kujipanga. Baada ya muda manake ni kwamba mifugo hii tutaipunguzia maeneo mengine. Kwa hiyo serikali pia inakuja na mpango pia wa kupanga mifugo ikae vizuri.